Twige Stars, Sport Next Level. Pengine hili swala linafikirisha, linasikitisha. Wajua nalo ni lipi? Ni kwamba katika orodha ya waamuzi takriban 46 walioteuliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kwa ajili ya kwenda kuchezesha kwenye fainali za AFCON kwa wanawake almaarufu kama WAFCON zitakazoanza Julai 5 mpaka Julai 26 kule nchini Morocco, hayupo Mtanzania hata mmoja. Ndio, katika orodha hiyo waamuzi takriban 46 ndio wanaokwenda kuchezesha fainali hizo, wakiwa katika mgawanyiko kama ufuatao: 18 ni waamuzi wa kati, 18 wengine ni waamuzi wasaidizi, halafu 10 ni wa chumba cha VAR. Jumla yao ni 46. Na ukiangalia mataifa wanatoka kwa ujumla katika mataifa 30. Miongoni mwa mataifa wanachama 54 wa CAF, 30 wamezalisha au wametoa wale walioteuliwa kwenda kuchezesha fainali hizi za WAFCON. Bahati mbaya sana Tanzania hakuna hata mmoja. Lakini kingine ni kwamba kati ya mataifa 12 yaliyofuzu kwa fainali hizi, Tanzania ikiwamo, ni Tanzania pekee ambayo haijatoa mwamuzi hata mmoja, kwa sababu washiriki wengine kwenye fainali hizi za WAFCON, nchi kama wenyeji Morocco wametoa takriban waamuzi 5, lakini washiriki wengine kama Algeria, Tunisia, Egypt, Mali, lakini pia Ghana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wote wametoa wakilishi wao kwenye eneo la uamuzi. Mataifa 11 kati ya 12 yametoa walau mwamuzi mmoja ama zaidi katika fainali hizi za WAFCON, lakini ni Tanzania tu ambayo ina mwamuzi 0 kwa maana ya idadi, haina mwamuzi hata mmoja, wakati msaidizi wala VAR. Yani ukipitia orodha hakuna jina la Tatu Malogo, hakuna jina la Esther Aldabet, hakuna jina la Fatuma Mambo, hakuna jina la Clementina Zablon, hakuna jina la Neema Mwambashi, hakuna jina la Mtanzania yeyote. Sasa hili linaweza kaonekana ni la kawaida, kwa sababu CAF sio lazima kwamba nchi yenu mkiwa mnashiriki kwenye fainali za AFCON ama WAFCON basi lazima kwenye waamuzi na nyinyi mtoe. La hasha, sio lazima. Na wala sio lazima kwamba kila mwamuzi barani Afrika au kila shirikisho litoe mwakilishi wake kwenye uamuzi. Hapana. CAF wana vigezo vyao vikubwa zaidi, ni vigezo vinahusiana na ubora na mengineyo. Kwa bahati mbaya sana kwenye vigezo hivyo Tanzania kwa mwaka huu fainali za WAFCON hatujabahatika kuwa na hata mmoja. Hapa ndipo pa kufikiri kama taifa, ili kuona kama vigezo ni juu ya umakini, ueledi, uwezo wa kuchezesha, basi ni dhahiri kwamba mamlaka zinazoshughulikia uamuzi kuangalia nini cha kufanya kama taifa, ili mwisho wa siku kwenye fainali kama hizi za WAFCON ambazo sisi taifa letu linafanya vizuri kwenye mpira wa wanawake, eneo la kuchezea, Twige Stars chini ya kocha Bakari Shime imekuwa ikifanya vizuri sana. Imefuzu fainali hizi kwa kishindo. Mechi ya mwisho ikiwatoa Equatorial Guinea, timu imara sana, lakini ilichezea kipigo kwa timu ya taifa yetu ya Tanzania Twige Stars, na hatimaye vijana wetu wakawakilisha vyema kwenda katika fainali hizi za WAFCON ambazo tumezikosa kwa miaka kadhaa. Hatimaye tumerejea tena, lakini kwenye uamuzi bado tunapaswa kuangalia shida iko wapi. Kama ni eneo uwezo wa kuchezesha, basi lazima kuangalia ni vigezo gani wanavihitaji CAF, ili mwisho wa siku waamuzi wetu nao wapate nafasi. Ni kwamba katika mataifa yale 30 kwa mfano yaliotoa waamuzi wao, ama kama waamuzi wa kati, ama waamuzi wasaidizi, ama kwenye chumba cha VAR, kuna baadhi wanatoka kwenye mataifa ambayo hayana bahati kama tulionayo sisi ya kuwa na timu bora sana kama Twige Stars, lakini bado wamepata fursa hiyo. Mfano, majirani zetu Kenya ni miongoni mwa nchi ambazo zile 30 zilizotoa waamuzi kama si mmoja, wawili au zaidi. Lakini kuna Burundi, Rwanda, wote kutoka katika ukanda wetu wa Sekafa, baraza la vyama vya mpira wa miguu Afrika Mashariki na Kati, hizo nchi nilizozitaja wote wametoa wakilishi. Lakini pia Sudani wamepeleka pia wawakilishi wao katika eneo la waamuzi. Kuna nchi kama Eswatini haijafuzu kwa fainali hizo, imetoa wawakilishi katika eneo la waamuzi. Mifano iko mingi, mataifa mengi kati ya yale 30 ambayo yenyewe hayajafuzu kwenye fainali hizi za WAFCON, lakini imetoa waamuzi. Tanzania ama tuna bahati mbaya
ama vigezo gani ambavyo kafu wanavihitaji ambavyo vimewakosesha waamuzi wetu kina Tatu Malogo, kina Neema Mwambashi? Hilo ni swala la kufikiria. Vipi kuhusu kina Glory Tesha, wanakosa nafasi kwenye fainali kama hizi? Angekuwa walau mmoja, wote hakuna hata mmoja. Bila shaka ni eneo la kufikiria zaidi, kwa sababu hawa ni miongoni mwa waamuzi tunawategemea sana katika ligi kuu yetu, ligi kuu Tanzania bara, miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika. Lakini pia kwenye ligi ya wanawake kumekuwa na kiwango kizuri, na ndio maana tunapata wachezaji wa kuwezesha timu yetu ya taifa Twiga Stars kufanya vizuri, ikiwamo kufuzu kwa fainali za WAFCON. Lakini eneo la waamuzi kulikoni? Hapa ni lazima kufikiri kwa mapana. Wengine wanahusisha kwamba pengine waamuzi wetu wa kike hawachezeshi vizuri kwa sababu ya changamoto wanakumbana nazo, ikiwamo maslahi ya pengine juu ya ubora na usimamizi. Hayo yote kama yana ukweli, basi yafanywe kazi ili mwisho wa siku tuimarike pia katika eneo hilo la waamuzi, kwa sababu inapendeza zaidi pale ambapo timu yenu inafuzu fainali za WAFCON, halafu kwenye waamuzi 46 katika maeneo yale yanatoka kuyataja walau mnakuwa na wakilishi. Inapendeza zaidi. Wengine wanawezaje? Eswatini wanawezaje? Kenya wanawezaje? Rwanda, Burundi, Sudani na mataifa mengine ambayo kwenye eneo la kuchezea tumewaacha mbali mno, lakini kwenye uamuzi wanatupiku. Kwa nini? Kwa nini na sisi tukose nafasi walau moja miongoni mwa waamuzi 46? Bila shaka hii ni changamoto, inapaswa kufanywa kazi ili kuboresha eneo hilo, kwa sababu taifa letu limebahatika kuwa na maendeleo makubwa ya mpira wa miguu hivi karibuni. Usimamizi mzuri kutoka kwenye mamlaka za mpira wa miguu, serikali kupitia Wizara ya Michezo, kuna mambo mengi chanya. Basi katika hayo chanya, kadri tunavyofanya vizuri kwenye mpira wa miguu, iwe pia kwenye eneo la uamuzi, ili mwisho wa siku na sisi tuwe na wakilishi sio tu katika WAFCON, lakini pia AFCON, zile fainali za wanaume, lakini pia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ambako kina Arajiga wamekuwa kijitahidi sana na wamekuwa kijumuishwa, kina Komba, lakini pia kwenye fainali nyingine za michuano kama ya Olimpiki, kombe la dunia la klabu na kadhalika. Bila shaka hii ni changamoto. Orodha ndio hiyo, hakuna Mtanzania, na ndio ni changamoto za kufanywa kazi. Mwisho wa siku kwenye michuano kama hii ya WAFCON, tuwaone kina Tatu Malogo, tuwaone kina Esther Dabet, tuwaone kina Neema Mwambashi, Glory Tesha, Fatuma Mambo, Amina Kiando, Clementina Zablon na waamuzi wetu wengine wa kike kwenye michuano ya kimataifa kama hii ya WAFCON. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level. Mbwaduke Stats Sport Next Level.